Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Ripoti mpya kutoka kwa tovuti ya habari ya Axios nchini Marekani inaeleza kuwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alizungumza kwa simu na Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumatano na kumwomba asifanye haraka kutoa au kuidhinisha hatua kali ili kuipa Israel muda zaidi wa kujiandaa dhidi ya uwezekano wa mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran. Kwa mujibu wa vyanzo vya Axios, Netanyahu alimweleza Trump kuwa tishio la Iran bado ni kubwa, hasa kufuatia mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati. Hata hivyo, alisisitiza kuwa Israel inahitaji muda wa kutosha kuandaa mikakati ya kijeshi na kiusalama kabla ya kuchukua au kukabiliana na hatua yoyote kubwa. Ripoti hiyo inaeleza wazi kuwa Netanyahu apingi kabisa wazo la shambulio, bali msimamo wake ni juu ya wakati wa kuchukua hatua. Kiongozi huyo wa Israel anaamini kuwa mashambulizi ya kina ni muhimu ili kuhakikisha usalama wa Israel iwapo Irani itaamua kujibu kwa mashambulizi moja kwa moja au kupitia makundi ya washirika wake katika eneo hilo. Mazungumzo hayo yanakuja katika kipindi ambacho Marekani imekuwa ikitoa kauli kali kuhusu Iran, huku Trump akionekana kuongeza shinikizo la kisiasa na kijeshi dhidi ya Tehran. Kauli za Trump hapo awali zimezua hofu ya uwezekano wa mzozo mkubwa unaoweza kuibuka Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia mara kadhaa kuanzisha shambulio dhidi ya serikali ya Iran kwa kile alichokiita kwamba wamekandamiza wananchi wa taifa hilo na kusababisha mauaji katika maandamano ambayo yalidumu kwa takribani siku 14. Katika taarifa za awali zinaeleza kwamba Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa na hofu kubwa kuhusu mpango wa Marekani kuishambulia Irani, wakati ambapo akijua kwamba Israel itakuwa ni moja kati ya lengo la Irani kutokana na ushawishi wake mkubwa kwa Marekani, lakini vile kutokana na uhasama muda mrefu baina ya Israel pamoja na Irani. Sasa Netanyahu alihofia wazi kwamba kama Irani itaanzisha mashambulizi dhidi ya Israel, basi Israel isingeweza kumudu kwa muda mrefu kutokana na kuishiwa baadhi ya makombora ya kuweza kukinga mifumo ya ulinzi wa anga ya taifa hilo la Israel, kwa sababu Israel amepigana vita vingi kwa miaka ya hivi karibuni huko Gaza, lakini huko Lebanon, lakini Syria, vile hata Iran wenyewe walikutana kwenye vita vya siku 12 hapo mwaka jana, ambapo wachambuzi wa masuala ya kisiasa kimataifa wanasema kuwa ombi la Netanyahu linaonyesha kuwa Israel inachukulia kwa umakini mkubwa hatari ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran na kwamba maamuzi ya haraka yanaweza kuigharimu Israel kiusalama. Kwa sasa jumuiya ya kimataifa bado inazidi kuangalia yote ambayo yanajiri huko katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo mvutano unazidi kuchukua sura mpya kila siku, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump hapo jana alieleza wazi kwamba hawezi kushambulia tena taifa la Irani kutokana na kwamba amepata taarifa kwamba serikali imesitisha mauaji ya waandamanaji katika taifa hilo. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi usisahau kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.